majina naitwa Neema Adam Macha. Nimeambatana na watoto wangu wawili pamoja na mama yangu kipenzi. Mtumishi Kwani Samueli ni mtumishi wetu. Kuanzia hapa alianzia kule kwetu. Kabla sijashuhudia, ninawakabidhi mtumishi wangu. Tunze. Ungepiga makofi makubwa. Mtumishi ni mbadala wa Yesu. Amekuja kama Yesu kwa ajili ya kutukomboa sisi. Kama wewe hutambui, leo unatakiwa utambue. Kama hauamini, unatakiwa uamini. Kuna vitu unaweza ukawa unaviona kwa watu ukasema hivi si vya kawaida tu, lakini hivyo vitu mtumishi vipo. Kikikufika wewe ndio utajua kweli malaria ipo. Kabla hujashikwa na malaria, huwezi ukajua kwamba malaria inapiga vipi. Ila siku ukishikwa na malaria ndio utajua kweli malaria huwaga inatetemeka na huwa kichwa, masikio, mdomo. Sasa naanza ushuhuda wa leo. Ushuhuda wa leo ni tamu mbichi, bado mlaini kabisa. Tumepanga nilipojifungua mtoto wangu, nilipanga kwamba nakuja kutoa shukrani ya mnyama. Siku ya leo tulikuwa tumeipanga. Kumbe na Ibilisi naye kaipanga. Tumeanza safari huko Chasimba. Nadhani mnaifahamu Wazo. Tunatokea huko saa 3. Kwanza saa 3 ndio muda tumekuja kufika hapa. Tumezunguka, tukazunguka. Mama yangu anafahamu hapa, lakini tumekuja tumepita karibia tunafika huko Kinyerezi sio wapi. Tumefika hapo barabarani, nilimwambia mama, mbona nashuhudiwa ni hapa? Inawezekana ni hapo. Akasema hapana, sio hapa. Twende. Tukaenda, tumetokomea. Mimi uko bangu nimeweka huko nyuma ya bajaji. Sisikii simu ya kuhani, sisikii simu, niko na mtoto. Tukafika huko nasema hapana, ngoja tupige simu huko nyumbani, watu walioko nyumbani wanafahamu. Wakasema rudini. Tukaulizia. Tumeuliza tukaja hivi. Tumefika hapo tukaambiwa ni huko barabara hii. Tumefika barabara hii, tunaona kile kibao cha kwanza, tukaulizia kwenye simu tukaambiwa kuna kibao cha pili. Kile kibao cha pili hatukioni, sasa hicho ndio kimefichwa. Tukaenda mbele huko. Tukazunguka kibao cha pili hatuonekana. Tukarudi tena. Kila tunayemuulizia njiani anakuambia simjui. Kwa nini amefichwa? Amina. Kwa nini amefichwa? Kwa hiyo katikati ya mabano kuna kitu. Amina. Tunda zuri linafichwa sehemu nzuri. Amina. Tumerudi tena. Tukafikia kile kibao cha kwanza. Kile kibao cha kwanza tukasema dereva bajaji akisema labda ni huko, tukaenda huko. Amina. Tumeenda huko tunatokomea. Nikamwambia dereva sio huko. Sijawahi kufika lakini nashuhudiwa sio huko. Akasema hapana, mbona kuna kamshale kanaenda hivi? Tumeenda, tukatomea. Tukarudi tena. Kila unayemuuliza yoyote yule, awe bodaboda wa huku, awe ni nani, mazeni mabodaboda ni wenyeji sana huko. Wanasema hatupajui. Nikamwambia bajaji, twende tunyoshe naye barabara, lakini usiwe na spidi sana. Usome mabango. Tukanyosha taratibu. Bango tukaliona hapo. Nikamwambia bango hili hapo. Amina. Hapo tulipoona mabango akashika. Ndio hapa. Mbona nilikuwa nimefichwa? Shetani ni mbaya, na muda wote pale unapopanga kitu, hata kama unataka kwenda dukani kununua nyanya, shetani naye anakuona, anasema huyu anaelekea dukani kununua nyanya. Kwa hiyo anatuma mashambulizi kwako ukiwa barabarani kwenda kuzinunua zile nyanya. Wewe unaweza ukafika kwenda kununua zile nyanya, ukajikwaa, ukadondoka, ukafa. Amina. Tunasema alikuwa na ugonjwa wa nini? Wanasema wa shinikizo la damu. Hakuna shinikizo la damu kwa jina la Yesu. Ni Ibilisi yuko kazini. Kwa hiyo kama Ibilisi ndio yuko kazini, na wewe unatakiwa uwe kazini.
kushuhudia kwa ufupi. Nimempata mtoto wangu, nimejifungua salama, lakini misukosuko niliyoipitia ni mingi. Unapita njia panda ukiwa unaelekea kazini, unajikwaa, unapiga hatua mbili, unasikia roho inakwambia rudi nyuma. Unarudi nyuma, unawasha taa, unakutana na kifuu cha nazi. Unasema kwa jina la Yesu unaondoka. Ile unasema poa poa tu, unaondoka kirahisi. Ile unaondoka, huko unapofika unaanza kuuma. Wamama mnajua kule mahali kule sehemu zinaanza kuuma. Unauma. Siku 3 niliugua. Mamangu sikwambia. Nilibaki na maumivu, hata ukienda uwani haja ndogo unamwaga maji. Nauma vibaya sana. Nikasema nini? Roho Mtakatifu akaniambia kuna mafuta. Nikachukua mafuta ile mpaka siku moja tu. Nikaelekea kazini asubuhi. Kurudi jioni, ule ugonjwa haupo tena. Kwa kweli napenda sana kumshukuru Mungu kwa mambo mengi aliyotutendea. Sema amina kubwa kabisa. Sehemu kubwa. Naweza nikaongea hapa mpaka kukawa usiku, mpaka kukawa asubuhi. Hayaishi, ni mengi sana. Kwa kweli kuhani, nakushukuru sana. Amen. Na napenda kuitoa hii sadaka. Amen. Mungu akubariki. Iweze kukufikia. Ubarikiwe sana. Sadaka imefika sehemu salama na imepokelewa katika madhabahu. Haleluya, haleluya. Wapendwa, wachawi ni wabaya, wanajua wazi kama leo ni siku ya kupokea. Hawezi akakuruhusu tu ufike kirahisi madhabahuni. Unaweza ukazunguka huku na kule ukaambiwa bana, hapa sio. Na wale wanaokuambia sio, kumbe wanajua ndio, ila wamevalishwa na maroho ya kichawi, hawataki ufike. Sema amen kubwa kabisa. Nadhani Neema, huyu mtoto alipokuwa tumboni, nilikuambia kwamba huyu mtoto ambaye ataenda kuzaliwa ni mwanaume, ni kamanda wa Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Na mtoto ametoka ni wa jinsia gani? Wa kiume. Haleluya. Amen. Sema amen kubwa kabisa. Amen. Sema amen na mbingu zisikie. Ninakuombea leo na shida ya uzazi, tumbo lako likae sawa. Kizazi chako kikae sawa. Afya yako ikae sawa. Ndiye Yesu, makofi makubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Sema amen kubwa na mbingu zisikie. Sema amen na Yesu akubariki. Wewe ambaye familia yako mko wachache, mkaongezeke kwa jina la Yesu. Mwanako familia Mama Macha kama alikuwa 7, saizi wako 8. Amen. Haleluya, haleluya. Sema amen kubwa kabisa. Kama walikuwa 9, saizi wako 10. Haleluya. Na kabili leo ya maongezeko kwenye ukoo wenu kwa jina la Yesu. Nasema leo ya maongezeko juu ya familia yako. Leo ya maongezeko kufunikia popote ulipo. Yaani msipungue, mkaongezeke. Na kupa upako kuzaa na kueleka kwa jina la Yesu. Wewe ambaye una mume na umeweka vijiti sivyo vya kuzuia mimba, hilo vijiti na vinani ukazaa ovyo ovyo. Ukaongeza ukoo wenu mkae wengi kwa jina la Yesu. Unaweka vijiti sijui uzazi wa mpango na nani? Mpango huu. Haleluya, haleluya. Mpango wai. Na mshio upako uzawe juu yako kwa jina la Yesu. Tunataka mzae, mtuzalie waimba kwaya. Mtuzalie vijana watakaokuwa ni mashemasi ndani ya kanisa. Watakaokuwa ni watumishi ndani ya kanisa. Sasa mpango gani sasa? Haleluya, haleluya. Na una mume una mke, zao ongezeke. Una katoto kamoja kana miaka 9, alafu nasema bado ni. Amen. Haleluya, haleluya. Sema amen kubwa kabisa. Usiye na Bwana nakupa upako wa Bwana. Usiye na mume nakupa upako wa mume. Usiye na mke nakupa upako wa mke. Usiye na mtoto nakupa upako wa mtoto kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya.
mwili wa giza ni kuzaa na kuongezeka. Furaha yangu ni kuona neema amezaa, manake uzao umeongezeka. Haleluya, haleluya. Niletee hapa ili niweze kumbariki. Haleluya. Amen. Muulize jirani yako, mtoto wako akizaliwa unampelekaga wapi? Wenzako wanamleta madhabahuni. Sema amen. Amina. Tuombe. Bwana mwenye uweza, mtakatifu wa Israeli, Mungu mkuu na yaishi milele, ninamleta mtoto huyu mbele zako Yesu Kristo. Mtoto huyu Haide, kama vile ambavyo ameletwa madhabahuni kwa ajili ya kuweka wakfu, nami namtakasa mtoto huyu na kutangaza baraka, ustawi na ushindi ukawa juu ya maisha yake. Ninavunja roho za maagano ya kifamilia, ninavunja roho za maagano za asili. Bwana, ninaomba mtoto huyu akawe ni baraka ndani ya familia, akakuwe katika hekima na kimo, akikupendeza wewe Yesu pamoja na wanadamu wote. Bwana, mtoto huyu atakapokuja kuwa mkubwa, ninapanda nyota ya ukuu ndani yake. Miongoni mwa watu masuperstar, mtoto huyu nyota yake kawepo pale. Miongoni ya watu ambao ni viongozi wakubwa, mtoto huyu nyota yake kawe pale. Miongoni mwa watu ambao watatikisa nchi ya Tanzania na Afrika nzima na dunia nzima, mtoto huyu akawepo pale. Natangaza ukuu, kuongezeka na kustawi, na mbariki Haydeni kwa jina la Yesu Kristo anavyoati Mungu mkuu, tukiomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi makubwa. Haleluya, haleluya. Sema amen kubwa kabisa. Sema amen na mbingu zikusikie. Bwana, na sadaka hii naitakasa na kuibariki kwa damu yako Yesu Kristo, tukiomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi makubwa. Ungepiga makofi na vigelegele na Yesu.